Unafahamu vipi kuhusiana na namba 666? Je, ni namba ya Mungu ama ni namba ya shetani? Inamhusu Mungu au inamhusu shetani? Hebu niandike kwenye comment box, wewe unaifahamu vipi namba 666? Lakini kabla sijakupa ufahamu, hebu share na wengine ili na wao wasije wakapitwa. Leo kumbuka, tunajifunza kuhusiana na namna ya kubarikiwa na Mungu hata kama ni kwa kuforce. Baraka yetu kwa Mungu lazima tuipate. Kwa nini? Kwa sababu shetani ametutesa kwa muda mrefu na kutuonea. Kwa hiyo tumepata awakening ya akili zetu za kufight paka kieleweke. Namba 666 walio wengi wanahusisha na Freemasons, wanahusisha na mpinga Kristo, wanahusisha na mnyama ambaye kwenye Biblia anatamkwa kwenye kitabu cha Ufunuo 13 kwamba huyo mnyama anatoka baharini akiwa na namba 666. Lakini pia wengine wanahusisha na mpinga Kristo. Lakini kuna swali nataka nikuulize. Hivi unajua kwa nini watu wengi maarufu, wasanii, wacheza mpira wanapenda kujichora tattoo au kujiita majina ya mnyama? Hilo ni swali ambalo nakupa kama assignment ukaifanyie kazi. Tunajua kabisa huyo mnyama anayekuja ni mpinga Kristo, lakini watu wengi wanapenda kujiita majina ya wanyama. Kwa hiyo wao ni wapinga Kristo? Hilo swali na kuachia wewe ukalifanyie kazi. Leo katika somo letu tunaona kwamba namba 666 inahusiana moja kwa moja na utajiri wa mwaka ambao Sulemani alikuwa anaupata katika mafuno yake na biashara zake za mwaka mzima. Sulemani akiwa kama mfalme, mtoto wa Daudi. Biblia inasema katika Wafalme wa kwanza mstari wa 10 na Wafalme wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 14 nasema, basi uzani wa dhahabu iliyomfikia Sulemani kwa mwaka mmoja ilikuwa talanta 666. Kwa kumbe namba 666 ni utajiri ambao tunatakiwa kuwa nao kwa mwaka. Shalom, shalom, shalom. Sasa ilikuwaje mpaka hii namba ikaibiwa na wakaanza kuitumia Freemason na wapinga Kristo na kuleta taharuki miongoni mwa watu? Nikuambie kitu kimoja. Unajua kuna dhana imejengeka katika akili za watu wengi kwamba mtu akiokoka anatakiwa asiwe na mali au awe maskini, kitu ambacho sio kweli. Mpaka leo hii hajatokea duniani tajiri kama Sulemani. Watu wanamtamka Elon Musk kama tajiri mkubwa zaidi duniani akiwa na miliki dola milioni 800 na ushe, lakini kiukweli mpaka leo hii hajawahi kutokea ambaye alikuwa tajiri kama Sulemani. Manake nini? Kumbe kumcha Mungu sio kujitangazia umaskini au sio kuishi maisha ya taabu. Na watu wengi sana wamekuwa baada ya kuwa wamepigwa na maisha ndio wanaenda kwa Mungu. Aisee, unakosea. Hakuna cha kupigwa na maisha. Tunapata ufahamu wa Mungu na tunajua hakika kwa Mungu kuna utajiri, na hapo tunautafuta na tunaupata. Hakuna haja ya kusubiri maisha yatupige ndio tumrudie Mungu. Tunaenda tukiwa na akili zetu timamu na fahamu zetu timamu, kunamtafuta Mungu na Mungu anatubariki. Kama aliweza kumbariki Ayubu. Ayubu alikuwa na miliki kondoo 7,000. Imagine kondoo 7,000 uweke sehemu moja ya uwanda, wataapia vipi? Wataonekana vipi? Lakini hapo anao ngamia 3,000. Bado walikuwepo ng'ombe, walikuwepo na mbuzi, walikuwepo na punda na kadhalika. Kwa unaweza kuona hawa walikuwa ni matajiri wakubwa. So kuwa mlokole haimaanishi kwamba wewe ukawe mtu wa maisha chini, ukawe mtu wa kulialia shida. Nini kinasababisha watu wanaomjua Mungu wanakuwa wanalialia shida? Ni kwa sababu ya dhana, ili wakuone kwamba wewe umekonda, una sura imepauka hivi. Yes, ndio wajua kwamba huyo anamjua Mungu. Hiyo ni zamani sana, miaka hiyo. Sisi tunamjua Mungu na Mungu atatutajirisha na mbinguni tunaenda, kwa sababu neno la Mungu na amani inasema itakuwa ngumu, itakuwa rahisi kwa ngamia kupenya kwenye tundu la sindano, lakini sio tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Hiyo ilitokea katika wakati Yesu anafanya huduma yake. Lakini Yesu alivyosema hivyo alimaanisha, kwa sababu alikutana na kijana ambaye
alikuwa mkamilifu wa mambo yote. Anatoa sadaka, anasaidia maskini, anafanya vyote ambavyo vinastahili kufanya. Mungu akamwambia, sasa cha kufanya wewe, nenda kauze nusu ya mali yako wape maskini. Hapo akaona moja kwa moja huyu Yesu anitaki. Kuwa kwa Mungu maana yake ni kuwa na uwezekano mkubwa wa kumiliki mali nyingi, lakini hizo mali zisikumiliki. Shika hiyo, mali zisikumiliki. Kwa nini? Kwa sababu mali ambazo tunazo ametupa Mungu. Lazima tuweze kumwabudu Mungu tukiwa hatuna mali na tukiwa nazo. Yaani kwamba pamoja na kwamba mali zilichukuliwa kwa Ayubu, lakini bado Ayubu aliendelea kusema, Baba wewe ni Ebeneza. Alisema Ebeneza alivyokuwa hana chochote, lakini pia alisema Ebeneza alivyokuwa na vyote. Kwa lazima tufahamu kwamba pesa isitutawale, lakini tuitawale sisi. Mali isitutawale, tuitawale sisi. Mali isituamulie cha kufanya, bali sisi tuiamulie mali nini cha kufanya. Hapo moja kwa moja tutaenda kwenye ufalme wa Mungu tukiwa matajiri na tukiwa na ufahamu mkubwa katika jina la Yesu. Turudi hapo kwenye hiyo namba 666. Kwa hiyo tumeona kwamba hiyo namba 666 ni namba kabisa ya utajiri wa Mungu. Ni namba ambayo ya utajiri ambayo Sulemani alikuwa anapokea kila mwaka. Kwa hiyo ilikuwa ni ile pato la Sulemani kwa mwaka. Lakini hebu tuangalie baadhi ya vitu ambavyo kimsingi tunavyoanza kutafuta utajiri wetu kwa Mungu lazima tuvifahamu. Imagine Ayubu alipigwa, akanyang'anywa kila kitu, akawa hana chochote. Akapoteza mke, akapoteza marafiki, akapoteza afya na heshima yake aliyokuwa nayo kwenye jamii, akabaki hana kitu. Na ndio maana kwenye Ayubu 20:15 amesema amemeza mali, lakini Bwana atamtapisha kutoka katika tumbo lake. Kumbe kuna mambo mengine yanaendelea kwenye maisha yetu kwa sababu adui yetu amemeza mali yetu. Anameza vipi? Anameza kwa namna tofauti. Yamkini kuna saa ulikuwa na biashara yako inaenda vizuri, kuna mtu tu akakutega mtego, akaja kukuomba chenji, ndio akapita kabisa na utajiri wako. Au ukaona ombaomba ambao mwelewi, ukampa fedha, kumbe yule ombaomba ni wakala wa shetani, akapita na mali zako. Mind you, sio kila ombaomba unamkuta barabarani wa kumpa pesa. Tasema mtumishi ni mkorofi, hapana. Wengine ni maagent wa shetani. Kwa hiyo ombaomba umpe kitu kutoka kwenye amani ya moyoni mwako, iamue umpe, ndio umpe. Kwa nini? Kwa sababu watu wamepofushwa fikra. Biblia inasema kwenye Wakorintho wa kwanza 4:4, Mungu wa ulimwengu huu amewapofusha fikra wasione. Kwa hiyo unaweza kaona huyu ni mhitaji, kumbe sio mhitaji, ni mtu ametegwa pale. Unavompa unampa kila kitu chako, anaondoka nacho. Sasa uwe na ufahamu, fedha ni thamani. Fedha inabeba thamani yako. Kwa kama inabeba thamani yako, usitoe kirahisi rahisi. Ukitoa fedha, tumia akili hii. Sema, kuanzia sasa hivi na ikomboe fedha, na baki na thamani yangu, na huyu naye nampa makaratasi. Ase hapo utapungukiwa milele yote. Lakini lazima uwe na ufahamu wa kujua kumbe iko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usitoe fedha yako kirahisi rahisi. Lakini pia kwenye kitabu cha Isaya 45 na mstari wa 3, Biblia inasema Bwana atakupa mali za gizani. Mali za nini? Za gizani. Isaya 45 na mstari wa 3. Ngoja nitasoma hapo. Isaya 43 na mstari wa 3. Isaya Isaya 45 mstari wa 3. Isaya 45 mstari wa 3 nasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Kumbe zipo hazina za gizani
alafu zipo mali za gizani zimefichwa. Ni nani ameficha? Ndio hapo tunasema ulimwengu umeficha. Kwa kumbe ulimwengu ulimtega Sulemani, ukamnyang'anya ile nguvu ya utajiri wa 666 kwa mwaka, wakaiba wao. Na sio kuiba tu, walivyoiba walipublish na wakathreaten, wakatishia watu kwamba hii ni namba ya Freemason, hii ni namba ya Freemasons. Kwa hiyo ni hivyo. Kumbe kiukweli kuna siri imejificha ndani yake, na usichokijua ni kwamba shetani ni baba wa uongo. Na ndio maana hata alivyokuwa anamwendea Hawa kule kwenye bustani ya Eden, alianza kumwambia eti Bwana Mungu amesema usile tunda la katikati. Wakati anasema hiyo eti, tayari alikuwa na hidden agenda, alikuwa na agenda ya siri imejificha, ambayo ilikuwa ni kumshawishi amuingie. Akishamwingia Hawa, alile lile tunda, akampe na mmea, alafu apoteze utukufu. Kwa kuna siri ambayo imejificha hapo ya kuiba vitu vya Mungu. Kwa shetani sio tu kwamba anatesa watu wa Mungu, anawatesa, anawaibia pia vitu vyao vya thamani. Kwa usipokuwa makini, una nyota yako ya kufanya biashara, usipokuwa makini na Mungu atakuibia. Kama walikuwa tayari kuiba maiti ya Musa, watashindwa vipi kukuibia wewe nyota yako ya kufanya biashara? Biblia kwenye Yuda inasema shetani alikuwa anataka kumwibia nani? Kuiba maiti au mwili wa Musa, lakini malaika akasimama mbele yake, malaika Gabrieli, Mikaeli, malaika wa vita huyu, akamwambia Mungu nimekuachia wewe vita hii. Kwa hiyo shetani akashindwa kuiba, na ndio maana Mungu akaficha kaburi na mwili wa Musa hadi leo haijulikani ni wapi Musa alizikwa wala nini. Sasa kuna mtu mwenye ufahamu anasema, mtumishi, kwa nini waibe mwili wa mtu aliyokufa? Musa kwanza ni mwanadamu wa kwanza au nabii wa kwanza kumwona Mungu. Alimwonaga Mungu kwa huku kichogoni. Kwa hiyo tayari hiyo ni thamani kwa shetani. Lakini fimbo yake ya miujiza ya Mungu aliibeba Musa na akapigia bahari. Lakini Musa huyu alifunga siku 40, akapewa amri za Mungu. Kwa maana ule mwili ulikuwa una umuhimu. Imagine, alitaka mwili, atashindwa vipi kuiba wewe, kukuibia wewe nyota yako, kukuibia wewe viwekezo, vipawa, karama ambazo unazo. Tunafahamu kwamba sisi tuna vitu vingi tunaviweza, lakini tunavifanyia kazi? Tunatembea navyo? Tunafanya kama ambavyo Mungu anapenda, kama ambavyo Mungu anataka? Imagine, neno la Mungu linasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Ni mali ya Mungu. Zaburi ya 24:1. Sasa kama Zaburi 24:1 nasema hivyo, tafsiri yake ni kwamba kumbe kila unachokiona ni cha Mungu. Kila unachokiona ni cha nani? Ni cha Mungu. Kumbe Mungu ametubarikia na kila kitu, ametupa kila kitu. Na kuna sehemu, kuna neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania, anasema kwamba ametubariki na baraka zote za rohoni. Kumbe kila kitu wewe unacho. Kama gari zuri unalo, nyumba nzuri unayo, kiwanja kizuri unacho, watoto wazuri unao, mke mzuri unaye, mume mzuri unaye, elimu bora unayo, scholarship unayo, kila kitu kizuri unacho, lakini kiko rohoni. Sasa ili uweze kukitoa hapo rohoni ukilete katika uhalisia, ni lazima uwe na ufahamu, unaofahamu wa kuamrisha hizo mamlaka zikupe unacho kistahili. Na nilisema hivi, mambo ya rohoni hatuashindi mwilini. Na ndio maana neno katika kitabu cha Waefeso nasema vita yetu si juu ya mwili na nyama, sio juu ya mwili na damu, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa pepo, juu ya wakuu wa giza na ukuu wa mapepo wabaya. Imagine, hao watu wanapigana na sisi,
kuhakikisha kitu kizuri akikatizi mbele yetu. Wanatuminya ili tusione vitu vizuri, ili tusishike vitu vizuri, ili tu give up, ili tukate tamaa kuhusiana na Mungu. Halafu tuende kwao, watuingize kwenye falme zao, watulazimishe kumwabudu shetani, halafu watupe hivyo vitu. Baada ya sisi kukubaliana na wao kuabudu shetani, maana yake hapo watakuwa na mamlaka juu yetu na wana sheria zao. Ukishaingia kama ni Freemason, ukishaingia Freemason unakuwa once Freemason and always Freemason. Kwa hata ukijifanya unatoka, watakuja kukutafuta kuue. Waulizeni wao waliowahi kuwa kwenye hivyo vyama vya kishetani walivyotoka ilikuwaje, au wengi walotaka kutoka ilikuwaje. Ukuta waliuawa, ambao labda walikuwa na kusudi la Mungu haswa ndio waliosimama. Si umenipata? Anakulagai kukuhakikisha na kutengenezea maisha magumu, uone kwamba Mungu hayupo. Kwanza usifahamu kama hata Mungu ana baraka au anaweza kukubariki. Alafu uone kabisa Mungu hayupo. Alafu uone kwamba the only option ni mimi kwenda kwa hao wengine wanakwenda kwenye vyama vya ajabu ajabu. Hawatakwambia kwamba chama chao kina mabudu shetani, watakwambia ni chama kizuri, hatuna kafara, hatuna nini. Ila mwisho wa siku ukishaingia mkenge ukaingia, utaenda kutana mambo ya mauzauza ambayo atakulazimu wewe umsujudie shetani. Ukisha tu kumwabudu shetani, ukamsujudia shetani, ni moja kwa moja wewe umekuwa himaya yao. Muda wote wakiamua wanakuchinja, wanakuharibu, wanakupoteza, wanakuondoa kwenye ramani. Na ndio maana shetani alipoona sasa Yesu anaenda kutawala kila kitu, akalazimisha akamsujudie, lakini Yesu akakataa. Na wewe kataa katika jina la Yesu. Sema kuanzia sasa leo hii nakataa kulazimishwa kumwabudu shetani ili nipate mali. Mali zangu nitapata kwa mamlaka ya damu na jina la Yesu. Amen. Tuwe na ufahamu, tukiwa na ufahamu kila kitu tutakipata. Kama leo tumefahamu kumbe namba 666 waliiba waovu, wakaitumia kwenye mamlaka zao, wakaitumia na kutulazimisha tuamini kwamba hiyo namba ni namba ya mpinga Kristo. Tulaamini kwamba hiyo namba ni ya mnyama, ambao mnyama anakuja kumpinga Kristo, kuja kupinga matendo ya Kristo. Mpinga Kristo alishakuwepo kabla hata Kristo kuwepo. Ukweli ni huu, na hata Yesu mwenyewe alikuwa anajua mpinga Kristo yuko naye. Na huyo mpinga Kristo ndiye ambaye alimvaa Yuda akaenda kumsaliti Yesu. Na ndio maana Yuda hakuanza hata kwenda kuomba msamaha baada ya kumsaliti Yesu, badala yake ameona kwenda kujinyonga. Na ndio hiyo kazi ya shetani. Usifikiri utaingia huko alafu je utoke uokoke. Ukishaingia huko kuna mawili, wakuue wao wenyewe au wewe ujiue, kama alivyofanya Yuda. Yuda aliingia mkenge, akaingia kwenye mtego, mwisho wa siku akaishia kujiua. Na unajua kabisa dhambi ya kujiua ikoje. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakupenda, Mungu hatakuacha. Lazima tusimame na Mungu, lazima tupate baraka zetu kihalali tukiwa na ufahamu, na tutaenda kubarikiwa kwa viwango vikubwa katika jina la Yesu. Sema na Mungu Baba, usiku wa leo naungana na majeshi ya Mungu ambayo hajawahi kushindwa. Kuanzia leo maagano yote yalikuwa yamekusudia kuiba utajiri wangu, kuiba viwekezo, kuiba vipawa, kuiba karama, leo hii haya yote yanafutwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haya yote yanafutwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haya yote yanafutwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naungana na mali zangu za sirini, hazina zangu za sirini ambazo ziliibiwa ndani yangu kwa kujua au kwa kutokujua, kwa kufanya maagano nao au kwa kutokufanya maagano nao, kuanzia leo